Tanzania. Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam kwa masikitiko makubwa linatangaza kifo cha Mhashamu Baba Yetu katika imani, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam. Alifariki dunia Februari 19 mwaka 2026 jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Taarifa hii imetolewa na ofisi ya askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mhashamu Yuda Thaddeus Ruwa'ichi, ambapo inasema ninayo masikitiko makubwa kuwatangazeni kwamba tarehe 19 mwezi wa pili 2026 saa 4 usiku, mpendwa baba yetu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ameitwa nyumbani kwa Baba wa milele akiwa katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI jijini Dar es Salaam. Taarifa za mazishi zitawajia mara baada ya mipango kukamilika. Tumwombee apumzike kwa amani. Raha ya milele umpe Bwana, na mwanga wa milele umwangazie, apumzike kwa amani. Amina. Hii ni taarifa kutoka kwa ofisi ya askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam, ambapo kanisa, taifa na jumuiya ya waamini duniani kote wamepoteza mchungaji mkuu, mwalimu wa imani na kiongozi aliyeishi maisha yake yote kwa ajili ya kumtumikia Mungu na watu wake. Sasa taarifa hii inakupitia moja kwa moja katika historia ya marehemu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, ambapo alikuwa ni askofu mkuu mstaafu wa Jimbo Kuu Katoliki la Dar es Salaam. Kardinali Polycarp Pengo alizaliwa tarehe 5 mwezi Agosti mwaka 1944 katika kijiji cha Mwazee, Jimbo Katoliki la Sumbawanga nchini Tanzania. Tangu akiwa mdogo alionyesha dalili za unyenyekevu, nidhamu na moyo wa kiroho uliomwelekea katika maisha ya kumtumikia Mungu. Ndani ya safari yake ya ujana, wito wa upadri ulizidi kukua moyoni mwake, ukimpelekea kujiunga na malezi ya huduma ya kisemina ili kujiandaa kwa huduma takatifu ya kanisa. Baada ya kupitia majiundo ya kisemina, aliendelea kujifunza falsafa na teolojia, akionyesha bidii kubwa katika taaluma na maisha ya kiroho. Baadaye alitumwa kuendelea na masomo ya juu jijini Roma, ambapo alibobea katika taalimungu na maadili. Elimu yake ilimjenga kuwa mwalimu mahiri na kiongozi mwenye upeo mpana wa kiroho na kijamii. Tarehe 20 mwezi Juni mwaka 1971, Polycarp Pengo alipokea daraja takatifu ya upadri. Hapo ndipo alianza rasmi utume wake wa kichungaji, akihudumia waamini kwa kujitoa, kufundisha na kulea miito mipya ya kipadri. Alifanya kazi kama katibu wa askofu Jimbo la Sumbawanga, kisha akafundisha seminari kuu ya Kipalapala, akijenga msingi wa malezi ya mapadri wengi waliokuja kulitumikia kanisa la Tanzania. Mwaka 1983, Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alimteua kuwa askofu wa Jimbo Katoliki la Nachingwea. Aliwekwa wakfu tarehe 6 Januari mwaka 1984 katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro, Vatican. Huduma yake ya kiaskofu ilijulikana kwa ukaribu na watu, unyenyekevu na msisitizo wa haki, amani na umoja wa waamini. Baadaye alihamishiwa Jimbo la Tunduru Masasi, na mwaka 1992 akasimikwa rasmi kuwa askofu mkuu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, akiongoza jimbo hilo kwa miaka mingi ya mafanikio ya kichungaji na kiroho. Mwaka 1999 alipewa heshima ya ukardinali na Papa Yohane Paulo wa Pili, hatua iliyoiweka Tanzania katika ramani ya juu ya uongozi wa kanisa Katoliki duniani. Kama kardinali, alishiriki katika mikutano muhimu ya kanisa la ulimwengu, akitoa mchango mkubwa katika matumizi ya kihistoria na kuendelea kuwa sauti ya Afrika ndani ya kanisa la kimataifa. Katika maisha yake yote, Kardinali Pengo alisisitiza kuwa uongozi ndani ya kanisa ni huduma kwa watu wa Mungu. Aliwahimiza waamini kudumu katika sala, imani na matumaini hata wanapokutana na changamoto za maisha. Alihudumu pia kimataifa kama rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Afrika na Madagascar, SECAM, akihamasisha mshikamano na maendeleo ya kanisa barani Afrika. Tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 2019 alistaafu rasmi uongozi wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, lakini aliendelea kuwa baba wa kiroho kwa wengi hadi mwisho wa maisha yake. Mnamo tarehe 19 Februari mwaka 2026, safari yake ya duniani ilifikia mwisho
akirejea kwa Baba wa milele aliyemtumikia kwa uaminifu katika maisha yake yote.